Leo ni sehemu nyingine ya darasa letu la maombi, na leo tutaangalia faida zitokanazo na mlima wa maombi. Tungeweza kusema faida za maombi bila kuweka neno mlima, lakini tunaweka neno mlima kutokana na msingi wa darasa letu hili tulipoanzia. Katika darasa letu hili tumeona neno mlima ni muhimu sana katika darasa letu la maombi. Ndio maana tutalitaja mara kwa mara. Kwa hiyo tulikuwa tuna uwezo wa kusema faida zitokanazo na maombi bila kutaja neno mlima, lakini kulingana na umuhimu wa hili neno mlima, sio tu kwa darasa letu, lakini katika tafsiri nzima ya maombi tuliyoanza nayo. Ndio maana kichwa cha ujumbe tulichonacho leo kinasema faida zitokanazo na mlima wa maombi. Kwa hiyo unaniangalia kwa njia TV na kwa njia mitandao ya kijamii, ninakusihi sana, kabla hujafuatilia somo hili, ukitaka kuelewa vema, uwe na mfululizo wa masomo yaliyopita kwenye darasa hili la maombi. Somo langu la kwanza lilikuwa linahusu tafsiri sahihi ya maombi au tafsiri ya maombi. Lakini somo langu jingine lililofuata lilikuwa linahusu mlima wa maombi. Haya masomo yatakusaidia sana kukuleta hapa. Lakini sehemu ile ya pili ambayo inahusu mlima wa maombi, tuliangalia pia kipengele kidogo cha faida za maombi au faida za mlima wa maombi. Leo ni kama mwendelezo wa ile sehemu ya pili, japo ya leo itajikita ndani zaidi. Tunaenda kuangalia kwa undani zaidi faida zitokanazo na mlima wa maombi. Ikiwa mtu ndiye anaanza kutusikiliza na pengine hajaweza kwenda kwenye masomo yetu ya madarasa ya mwanzo, inaweza kumpa sana shida hii neno mlima. Inaweza kumpa sana shida neno mlima, ama asielewe ama akaelewa tafsiri sio yenyewe. Sasa kwa sababu hiyo, hebu nirudi nyuma kidogo nikukumbushe tunaposema mlima wa maombi tunamaanisha nini. Kwa ufupi kabisa, kabla tujaenda kuangalia mlima wa maombi, tujifunze Waebrania 3:6. Tujifunze sisi ni nyumba ya Mungu, bali Kristo kama mwana juu ya nyumba ya Mungu, ambaye nyumba yake ni sisi, kama tukishikamana sana na ujasiri wetu na fahari ya taraja letu mpaka mwisho. Maandiko yanasema nyumba ya nani? Kristo ni mwana juu ya nyumba ya Mungu. Maana yake Kristo ni mwana wa Mungu. Kwa lugha nyingine, ni mwana aliyewekwa wapi? Ni mwana aliyeweka kusimamia nyumba ya Mungu, ambayo nyumba ya Mungu ni nani? Ni sisi. Kwa Kristo kama mwana ameweka kusimamia nyumba ya Mungu, ambayo ni sisi. Ndio maana tunaomba katika jina la Yesu. Ndio maana maombi yanafanyika katika jina lake, kwa sababu ndio mwana anayesimamia nyumba. Lakini nataka ujue pale nyumba ni nani? Nijibu wote. Sasa ukishajua sisi ni nyumba ya Mungu, na unakupea kwenye kitu kingine haraka. Haya yote tulishajifunza nyuma, lakini kwa haraka. Nyumba ya Mungu inajengwa juu ya mlima au imejengwa juu ya mlima. Isaya 2:2, na itakuwa katika siku za mwisho mlima wa nyumba ya Bwana. Umeona? Unakumbuka nyumba ya Bwana ambao ni nani? Lakini Biblia inaongeza kitu kingine, ile nyumba ya Bwana ina mlima. Na itakuwa katika siku za mwisho mlima wa nyumba ya Bwana utawekwa imara juu ya milima, nao utainuliwa juu ya vilima, na mataifa yote watauendea makundi makundi. Sasa hapa tumeshafahamu kwa mjibu wa Waebrania sisi ni nyumba ya Bwana, lakini kwa mjibu wa Isaya sura ya 2 na mstari wa 2, hii nyumba ya Bwana itakuwekwa juu ya vilima. Tena Biblia inasema itakapofika siku za mwisho, siku za usoni, ambazo ndo hizi tunazoishi sisi, ndo siku tunazoishi sisi. Kwa anasema katika siku hizi, katika zama hizi, nyumba ya Bwana imewekwa juu ya nini? Ya vilima, na watu wanatakiwa kuendea huo mlima makundi makundi. Kwa hiyo umepata mpaka hapo kwamba sisi ni nyumba ya Mungu, lakini nyumba hii imewekwa juu ya mlima. Na utakuwa unajiuliza kitu kingine sasa, kwamba huo mlima ni tunauendeaje? Biblia inasema watu watauendea, mataifa mengi, watu kutoka sehemu mbalimbali watauendea. Tunauendeaje? Isaya huyo Isaya 56 mstari wa 7, ambao ni Isaya ya mbele katika ile ya kwanza. Ile ya kwanza inatuambia mlima utakuwa juu ya mlima, nyumba itakuwa juu ya mlima. Lakini Isaya anatupa kitu kingine, nitawaleta hao hata mlima wangu mtakatifu. Kwa nini atawaleta? Biblia inasema mataifa yote wanapaswa kuja. Kwa hiyo anaendeleza kufafanua mlima, nitawaleta hao hata mlima wangu mtakatifu, na kuwafurahisha katika nyumba yangu ya sala. Makafara yao na dhabihu zao zitakubaliwa juu ya madhabahu zangu, kwa maana nyumba yangu itakuwa nyumba ya sala kwa mataifa yote. Niweke NIV.
Anataka kuzungumza hapa. Sasa hii nyumba tunaposema mataifa njooni, wanaiendeaje? Pia sema wataendea kwa sala, wataendea kwa maombi. These I will bring to my holy mountain and give them joy in my house of prayer. Nataka neno prayer. Their burnt offerings and sacrifices will be accepted on my altar. For my house will be called a house of prayer for all nations. Kumbuka katika Isaya 2:2 anasema nitayaita mataifa yote, all nations. Am I talking to somebody here? I want you to understand. Katika Isaya 2:2 anasema I will invite all nations to come on my mountain. But how? Hii Isaiah 56:7 inatupa ile jibu la how. Inasema watakuja kwa njia nini? Ya prayer. So unatakiwa ujijue, mimi ni nyumba ya Mungu ambaye niko on top of the mountain. But how do I go there? Through prayer. So whenever I want to visit my mountain, whenever I want to be on top of the mountain, I go through prayer. Am I teaching somebody here? So lakini bado kuna swali ambalo tutajiuliza kwa wale waliopitia somo, watajiuliza. Najaribu kufanya hivi kwa ajili ya mwanafunzi wa kwanza ambaye ameingia kwenye darasa langu hili. Atajiuliza kwa mlima uko wapi? Kwa sababu ameshajua inatakiwa twende kwenye mlima kwa maombi. Sasa mlima uko wapi? Sasa katika Agano la Kale mlima ulikuwa wa kimwili unaonekana. Agano Jipya hatuko hivyo. Hatuna mlima wa namna hiyo. Sasa tunaendaje kwenye mlima? Tushajua tunaenda kwenye njia ya maombi. Lakini sasa wapi? Je, watu ambao wanaishi, kwa sababu kuna watu wanapoishi kuna mahali hamna milima. Je, wanatakiwa wanasafiri wanatafuta mlima? Waende utafute mlima sehemu fulani juu? Sasa hapa tunapata jibu katika kitabu kile cha Yohana 4:21 kwamba mataifa yote walitakiwa kuja kuabudu hapa. Na mlima uliokuwa unazungumzwa mara nyingi ulikuwa uko Yerusalemu. Saa inakuja ambayo hamtamwabudu Baba katika mlima huu wala katika Yerusalemu. Kwa hiyo kulikuwa na mlima ambao walikuwa wanaenda kusali wale watu wa Samaria. Huyu mama ni Msamaria. Na kulikuwa na mlima ambao wanasali Yerusalemu, ambao wote niwafundisha katika masomo yaliyopita, ulikuwa ni mlima Moria, ambapo pia ilijengwa hekalu. So Yesu anamwambia, ninyi mnaoabudu katika mlima huu, ninyi wa Samaria hamtaabudu hapa. Na ninyi na wale wanaoabudu katika mlima Yerusalemu hawataweza kuabudu kule Yerusalemu. Kwa nini? Kwa sababu imefika saa ya watu kuabudu katika rohoni na kweli. Inakupa picha gani? Inakupa picha kwamba tunapoenda juu mlimani, nyumba yangu itaitwa nyumba ya sala. Na hiyo nyumba imewekwa juu ya mlima. Tunaposali sasa hivi, sala zetu hazifanyiki katika location fulani, zinafanyika katika nini? Roho. So kinachofanya uwe mlima wa maombi sio eneo fulani. Ukiona mtu anaenda mlimani, anaenda niliwafundisha kufuata nini? Falaga. Anafuata falaga, anafuata eneo ambalo liko isolated au peke yake pale, lakini sio kufuata mlima. Mlima umehamishiwa katika roho. Paka hapo nyanyua mkono sema, nimeelewa. Mimi ni nyumba ambayo ni nyumba ya Mungu. Na nyumba hii kwa mjibu wa Isaya 2:2 imewekwa juu ya vilima. Na kwa mjibu wa Isaya 56 na ule mstari wa 7, nyumba hii tunaiendea kwa maombi. Lakini kwa mjibu wa Agano Jipya, tunapoendea hii nyumba iliyo juu ya mlima kwa njia ya maombi, tunaiendea katika roho, sio eneo fulani. Kwa hiyo nikiwa bondeni ni prayer mountain. Nikiamua kwenda juu ni prayer mountain. Nikiamua kuwa chumbani ni prayer mountain. Nikiomba madhabahuni ni prayer mountain. Mahali kokote nitakapokuwa, mimi ndo nakuwa na mountain ndani. Afu naiendea kupitia prayer. Pigia Yesu makofi mpaka hapo. Sasa kabla sijaenda kwenye kipengele cha leo, watu wanajiuliza, mbona kuna sehemu fulani nisikia mtumishi fulani anasema prayer mountain? Yuko sahihi, kwa sababu prayer mountain popote. Lakini kinachofanya kuwa prayer mountain pale sio ule mwinuko. Kinachofanya kuwa prayer mountain pale ni eneo ambalo anafanyia maombi. Na mtu yule anapomaliza kufanya maombi akaondoka, haitwi prayer mountain. Maana yake mountain imeondoka nayo. Sasa twende tukaangalie faida zitokanazo na mlima wa maombi, au kwa lugha nzuri ya somo langu, faida zitokanazo na mlima wa maombi. Namba moja, kwenye mlima wa maombi ndipo Mungu anapoamuru ule vinono. Kuna tofauti ya kula na kula vinono, na kuna tofauti ya kula chakula au kunywa vinywaji na kula chakula na vinywaji vinono. Neno vinono ni yaliyo bora. Neno vinono ni yanayododoza. Kudodoza ni Kiswahili ambacho sijajua ni kitafsirije. Kudodoza. So ni unono. Kuna unono ambao uko kwenye prayer mountain. But kumbuka masomo yangu ya nyuma, hauendi kuomba Mungu akupe vinono. Prayer mountain sio eneo la kwenda kuchukua hivi vitu nitakavyovitaja leo. Sio eneo la kwenda kuviomba. No.
au request haya nitakayo kufundisha leo. Ni eneo ambalo ukishajiuzulisha automatically haya nitakayo kuambia yanatokea maishani mwako. For a prayer mountain person, his life is not of begging. Ukiona mtu anaenda kwenye maombi anasema Mungu naomba nifanyie hivi, Mungu naomba nifanyie hivi, Mungu nipe gari. We don't do that. Nataka ili darasa muepukane na mambo. Wewe unachochea kucreate ni create life. Create life ya prayer mountain. Hivi vitu ni given. Unajua, ngoja nitoe mfano japokuwa sio mzuri sana. Hauhitaji kwenda sehemu panaponuka, uyaambie sehemu nataka kunuka. Utanuka tu kwa sababu kwa eneo hilo. Au pande bado ops. Naongea na watu hapa, Ukiwa sehemu mtu akachafua hali ya hewa. Unahitaji kuniambia ingia pwani. Hapana. Inakuwaje? Automatically ukasikia nani? Mnaanza kugeuka. Prayer mountain iko hivyo. Okay, nitoe mfano mzuri kwa watu. Kuna watu wengine wanakumbuka vitu mazuri zaidi. Mtu akiwa na perfume kali aka pass by, anadai kuambia wewe ninuse. Tayari ile smell ambayo ni kali inaingia kwenye nini? Kwenye mapua yako, unaanza kuinusa, unaanza kuivuta. Hauhitaji kusema nahitaji kuvuta. So ndo vituko mnavyofanya makanisani nowadays. Unapokuwa umeenda kwenye prayer, eneo linalo produce vitu, afu unaanza kuviongea. Kinachofanya Mungu avitoe si kwa sababu umevisema. Na ndio maana Mungu kwa ujasiri anasema kabla mjaomba nishawajibu. So prayer sio eneo la kwenda kuchota yale mambo ambayo nitataja leo. Ila prayer ni eneo la kwenda kuactivate yale nitakayosema leo. Kuna tofauti ya kuactivate na kuyasema. So unapokuwa na ile habit ya mountain ambayo nilikufundisha, natakiwa uwe volcanic mountain katika type gani? Katika behavior gani? Active. Unapokuwa active kama volcanic mountain. Unapokuwa active, hivi vitu vinajizaa. You don't need to mention. Na usitaki kurudi huko nyuma, ni masomo ya nyuma, lakini ya kwanza nimesema kula vinono. Isaya 25:6. Na katika mlima huu Bwana wa majeshi atawafanyia mataifa yote karamu ya vitu vinono. Haijasema kwamba watakuja uviulize. As long umeingia katika mlima huu. Pande huu. Katika mlima huu Bwana wa majeshi atawafanyia mataifa yote karamu ya vitu vinono. Neno karamu maana yake ni sherehe. Karamu ya divai iliyokaa juu ya urojo wake. Karamu ya vinono vilivyojaa mafuta. Karamu ya divai iliyokaa juu ya urojo wake, iliyochujwa sana. Hauhitaji kwenda Zanzibari, hauhitaji kwenda Forodhani kupata urojo. Kuna urojo huko hapa kwenye prayer. Somebody shout prayer. So unaweza kwenda Forodhani ya kiroho pale. Biasema katika mlima huu mlima uko wapi? Nijibu watu wote, nyosha mkono kama wewe ni mtu wa Dar es Salaam. Mlima uko wapi? Maana kendani mwako wewe kuna vitu vinatoka na urojo. Kwa unapoenda kwenye prayer, sio kwamba kuna vitu unavitafuta somewhere, una activate viko ndani mwako. Una activate, mlima wako uwe na moto, mlima wako uwe active, viko ndani mwako. Listen, wewe sio masikini. Listen, wewe sio mtu mtupu, wewe sio bankrupt. Kuna vitu viko kwenye mlima, na huo mlima uko ndani mwako. Na unauendeaje? Kwa njia ya prayer. Prayer ni kama kutengeneza mfereji hivyo vitu vitoke. So if you don't pray, sometimes kama unazuia, kuna vitu Mungu ameandaa kwa ajili yako. Rudisha, nataka mtu asome. Tusome wote katika mlima huu afu unyonyeshe mlima uko wapi. Twende wote 1 2 3. Endelea kusoma. Iliyochujwa sana. Sio ile juisi yenu mnatengenezaga nyingine na niga. Imechujwa. So ushakunywa juisi ambayo unakuta ina mabonge. Unasikia huko. Yasema Mungu anaandaa vitu ambavyo vinachujwa sana. Tafsiri hiyo maana yake Mungu anaandaa vitu ambavyo vimetengenezwa kwa makini. Kwa hiyo Mungu anakuandalia, haya ni maisha ya sherehe. Haya ni maisha ya kufurahia. Haya ni maisha ya kuenjoy. Maana yake Mungu anazungumzia juu ya kuenjoy life. Utafika eneo I prophesy ambapo Mungu anakupa vitu vinono. Ukiangalia nyumba yako hakuna kukosa, ili atimie maandiko. Bwana ni mchungaji wangu,
sitapungukiwa na kitu. So mojawapo kitu Mungu anataka kufanya ni hakikisha unapata vitu ulojo. So the way unaishi, the way unavokula, watu unavokaribisha, yani unaishi maisha ambayo ni maisha laini kama kuchujwa kwa kinywaji. Unakuwa mwepesi kupita kila eneo. Pia sema atakupa vitu hivyo chujwa sana. Unajua vitu vikichujwa sana maana yake vina uwezo kupita, vinakuwa soft. Haya ndio maisha yako. Kwa lugha nyingine ugumu wa maisha utaki kuwepo. I prophesy as you activate your mountain, as you activate your prayer mountain, your life will be so easier. Your life will be full of celebrations. Your life will be full of ceremonies. In the mighty name of Jesus. Somebody shout, I receive that. So that's the importance of prayer mountain. Lakini sisi wendi pa usema Mungu naomba urojo. Just make your mountain active. Utaona maishani mwako watu wanavyokupa favor. Ushangae vitu unavyovipata. Maana yake katika prayer mountain hapakubali vitu dhaifu. Ukipata vitu vinakuwa vinono. Ukifuga mifugo inakuwa minono. Vyakula vyako yani kila kitu kinakuwa kinono. Masuve entakatos kabaya. Reko pakatakatas. Nyama mikono yako juu kusema resho fayata. Ya pili, faida za kuwa mlima wa maombi au stokanazo na mlima wa maombi. Ya pili, kienda mlimani unafunguliwa au unapokea power of deliverance. Unapokea nguvu ya kufunguliwa au nguvu ya kufungua vifungo utakavyoweka. Inawezekana inakuhusu wewe au watu wengine. Kuna nguvu ya kufungua vifungo. There is power of deliverance. Isaya 25:7. Naye katika mlima huu atauharibu uso wa sitara iliyowekwa juu ya watu wote na utaji ule uliotandwa juu ya mataifa yote. Sitara ni kama kifungo fulani. Hivi anasema ataharibu uso wa sitara uliowekwa juu ya mataifa yote. Kwamba ni kitu kilichotanda uso. Sitara sio mtu. Ni uso uliotandwa, uliofungwa. Watu wamefungwa waoni. Watu wamefungwa hujui pa kwenda. Anasema na utando kutaka ujue ni kama ule wa buibui. Utando sijajua kama ushio kuishi maeneo ambako kuna utando wa buibui. Utando wa buibui ukienda mahali japokuwa ni mlaini, lakini buibui kiko utando mwingi huwezi pita. Huwezi pita. So ni vifungo. Kwa hiyo hii stara na utando vinawakilisha vifungo. So Mungu anasema Mungu ataviharibu wapi? Hivyo vifungo vya magonjwa vitaharibiwa wapi? Vifungo vya utasa kusikia vitaharibiwa wapi? Katika mlima upi? Katika mlima upi? Sioni. Hivyo vifungo vya madeni vitaharibiwa wapi? Vifungo vya utasa vitaharibiwa wapi? Vifungo vya magonjwa vitaharibiwa wapi? Vifungo vya uovu vitaharibiwa wapi? Pia kale katika mlima huu. So anasema na usubiri watu waje katika mlima. Katika mlima huu, na sio Mungu anasema katika mlima huu watakuja waseme hivi. Yaani Mungu yeye ni kazi yake. Katika mlima huu anatoa vinono. Katika mlima huu anafungua vifungo. Automatically ukiwa pale. Kwa ukiwa mtu mlimani, ndio maana watu wa mlimani anakuambia nilipona sijui nilipona lini. Sijui nilipona lini. Mimi nilikuwa sijui. Hata nilikuwa unasikia nilikuwa nishaacha kuliombea jambo. Hilo jambo nilikuwa sihitaji tena. Mimi nikaenda tu kumwabudu Mungu. Na ndivyo ninavyotakiwa. Sio kwenda hapo unamtajia Mungu. Mungu, naomba nywele, naomba nywele, naomba nywele. No. Wewe unikwenda kutengeneza ule mlima wako. Sawa sana somo letu lile la pili. Tulijifunza huko nyuma. Make your mountain active. Then kwenye mountain kuna vitu ambavyo vinakuwa provided automatically. Kwa sababu Mungu hawaruhusu watu wanaokaa kwenye prayer, amini kwenye mlima wa maombi, unless kama unaenda isivyo sawa. Biblia inasema nanyi mwaomba ila mwaomba mpate, kwa sababu mwaomba vibaya. Unless unaomba vibaya. Lakini ukifuata mtiririko wa prayer na kufundisha, kwenye mlima huo stara itaondolewa kwenye uso na utando utaondolewa. Na utando utaondolewa. Watu wa Mungu nyosha mkono waseme, "Oh Baba, katika mlima huu tena ambao nimeupanda mimi kupitia maombi, na zaidi ya yote huko ndani mwangu umeweka ahadi utaharibu kila kifungo katika mlima huu. Baba nakuomba katika mlima huu bila hata kutaja vifungo vyangu vikatike." Sema kwa nguvu, amen, 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 amen. Andiko lingine la kuongezea hapo, Obadia 1:21. Obadia 1:21. Tena waokozi watakwea juu ya mlima Sayuni. So hii inahusu wale watu ambao wanataka kuokoa, kufungua. Tena waokozi watakwea juu ya mlima Sayuni.
ili kuhukumu mlima wa Esau, na huo ufalme utakuwa ni mali ya Bwana. Yasema kuna waokozi ambao watakwenda kuhukumu milima mingine ambao sio milima yetu sisi. Inaweza kuwa ni milima ya madeni, milima ya magonjwa, lakini sisi waokozi tuna mlima wetu ambao yasema tukienda tunahukumu. Sema katika mlima huo ninahukumu milima ya Esau. Kila mlima maana kilichoinuka kinyume na maisha yangu, kinyume na wokovu wangu, kinyume na furaha yangu, kinyume na amani yangu, katika mlima huu ninahukumu katika jina la Yesu. Sema amen. So mtu akishajua haya mambo hawezi kuanza kwenda mlimani, kwa sababu the moment unapostop kwenda kwenye prayer mountain, haya mambo hayana nguvu. Namba 3, jambo lingine ambalo ni faida, jambo lingine ambalo ni faida itokanayo na mlima maombi ni mabadiliko au kubadilishwa. Mathayo 17 mstari wa 1 na wa 2. Na baada ya siku 6 Yesu akawatoa Petro na Yakobo na Yohana nduguye, akawaleta juu ya mlima mrefu faragani. Umeona mlima? Na ndio maana somo letu ailitu faida za maombi, linaitwa faida za mlima wa maombi. So Yesu akawaleta faragani wapi? Juu mlimani. Angalia kilichotokea. Akageuka sura yake mbele yao, uso wake ukang'aa kama jua, mavazi yake yakawa meupe kama nuru. Do you want to be transfigured? Oh yes. Unataka maisha yako ya change? Oh yes. Pia sema unaenda juu ya mlima, lakini kwenye pointi hii mind you, auendi juu ya mlima tu, mlima juu sana. Maana swala watu wengi wanalalamika, naomba maisha yangu yabadilike. Listen, mlima ujao mrefu. Hilo ndio jibu ndakupa. Kwa nini mambo yako haya change? Mimi nakupa jibu rahisi leo. Bado mlima wako umepanda sehemu, maybe uko katikati. Remember ninawapa maneno kwamba the more you go higher, the more you approach God. So Biblia inasema Yesu alipotaka kuwa transfigured, kuna milima yalikuwa anaenda. Lakini this time alipotaka kuwa transfigured, alienda kwenye mlima mrefu sana kuliko yote. Mpaka leo huo mlima upo unaitwa Transfiguration Mountain. Na kwa nini unaitwa mrefu? Katika ile location aliyokuepo hakuna mlima mrefu zaidi ya ule. Weka tena maandiko hayo. So issue kwamba nimefundishwa mlimani ndio kuna kitu Mungu anachange maisha yako, anachange kila kitu. No. Lazima uende juu sana. Tusome wote mstari wa 1, anzia mstari wa 1 kwa nguvu zote. Na baada ya siku 6 Yesu akawatoa Petro na Yakobo na Yohana nduguye, akawaleta juu ya mlima mrefu faragani. Akageuka sura yake mbele yao, uso wake ukang'aa kama jua, mavazi yake yakawa meupe kama nuru. Umeona hiyo? Baada ya siku 6. Ukienda kwenye maandiko mengine unaweza kuangalia kwa English versions za Kiingereza kadhalika, Biblia hutaji kama mlima mrefu, inahitaji kama mlima mrefu sana. Nadhani hata kuna version ya Kiswahili hivi. So ule mlima mrefu sana ndipo Yesu alipotaka kubadilika alikoenda. Oh yes. All these times alikuwa anaenda kwenye milima ya kawaida. Muda wote huu alikuwa anaenda milima ya kawaida. Lakini siku anasema no. Kuna kitu nahitaji, kuna kitu nataka kitokee juu ya maisha yangu ambacho ni tofauti. Biblia inasema kaenda mlima mrefu sana. Alipoenda kwenye kilima kirefu sana, Biblia inasema akawa transfigured. Nataka nikutie moyo. Wewe unasema nimeomba sijaona kitu, nakupa jibu. Jibu itakutia moyo na utakuacha tamaa kidogo, kwa sababu umekuwa ukijiona nimeomba sana, si ndio? Na ukatisha tamaa hujaomba sana. Lakini na kuencourage, the more utakavyoomba utaenda juu sana. Na angalia, 6 days later Jesus took Peter, James and John his brother, and he brought them to the top of a very high mountain. So it may happen you have not climbed on top of a very high mountain. That's why you are struggling. Things are not changing. Mbona madeni habadiliki? Mbona mambo hayabadiliki? Mbona ndugu yangu naye muombeaga habadiliki? No. Go higher. Pray and pray again. Ulikuwa unaweza kufunga siku 3 ziwe 7 now. Go higher. Umeweza 7 nenda 14, go higher. Umeweza 14 nenda 21, go higher. Umeweza 21 nenda 30, go higher. 30 ukiweza nenda 40, go higher. 40 ukiweza nenda miezi 3, go higher. Go higher, go higher, go higher. The more the higher, the more the results.
So usiniwaambie tena, nimekuwa ni muombaji sana. Bado huko hapa mwanzoni mwa mlima. Utaona mahali fulani kwenye masomo yangu, nafikiri huko nyuma nilionyesha, ambapo Musa alienda kwenye mlima akawaambia watu wengine, alipoenda mlimani wengine wakabaki chini ya mlima, na kuna eneo jingine watu walibaki katikati ya mlima, lakini kuna eneo jingine katikati ya mlima alibaki Joshua, yeye akaenda juu. Maisha ya wale wazee waliobaki chini, maisha ya Joshua aliyobaki katikati, na maisha ya Moses alienda juu, hayazifanana. Don't lie to yourself. Na maandiko yanasema Mungu alipokuja hakuongea na walio chini, hakuongea na Joshua walio katikati, aliongea na walio on top. So mimi sijajua kwenye ulimwengu wa location ya mlima wako huko wapi. So you may think niko juu sana, kumbe ulimwengu wao unakuambia nenda njoo. So Yesu alienda on top of the higher mountain. Alichagua mlima ambao uko very high. Halafu Biblia inasema transfiguration ikatake place there. You want to transfigure your life. Angalia ukoo wako ulivyo, lakini unataka uwe tofauti. Haiwezekani kwa maombi ya kawaida. Angalia familia yako, angalia dada zako, angalia mama yako, angalia kaka zako, angalia binamu zako, angalia jinsi ambavyo maisha yalivyokaza, angalia jinsi maisha yenu ambavyo huwa mvuke level fulani. Unataka uvuke kwa level ya maombi ya hivi, ambao leo naomba, kesho aombe, mwaka huu unapita, mwaka aombe, wiki nzima inapita, hujamtafuta Mungu. It can't happen. You will never see transfiguration. You will never be transfigured. Never. Unakatisha tamaa, lakini nakutia moyo hapa. Kwa sababu Yesu mwenyewe kuna vitu ambavyo alivihitaji aende haya. Jesus Christ. Nyosha mkono sema, oh God, through the Holy Spirit, take me higher. Take me on top of the higher mountain. Say it again. Take me on top of the higher mountain, where I will be transfigured. I want my finances to be transfigured. I want my family to be transfigured. I want my health to be transfigured. I want my finances to be transfigured. In the name of Jesus. Somebody shout, I'm transfigured now. So lazima uende on top. Kwa hiyo so issue kwamba tukiwa on the mountain mambo yanatokea. This time Biblia inaweka angalizo kwamba ukitaka mabadiliko, Yesu Biblia inasema alibadilika mpaka nguo zake. Inasema ngozi yake pia. So unaweza ukaenda mahali ambapo everything around you kikawa transfigured. Listen, maisha nasisitiza hapa, na ndio maana nimewaita kwenye seminar. Baadhi ya vitu tunavyopitia kwenye koo zetu, familia zetu, vinahitaji uende extra mile kwenye prayer. Don't lie to yourself. Kwa sababu ile force inayovuta watu kutoka kujuu kuja chini ni kubwa. Ni kubwa mno. You can't break it by, yani mara kanisani umeenda, yani kuna watu ambao maisha yao na jinsi kwao walivyo havifanani. Yani unashangaa ulivyo mzembe na kwenu amwendani. Yani ungekuwa una uwezo wa kukaa. Mimi huwa napenda kukaa na angalia ukoo mzima. Kwanza kwenye ukoo mzima mimi ndo kwanza kuokoka. Ukoo mzima sio familia. Aflo mimi nikae bila kuomba. Some of you mna relax sababu hamfanyi research ya koo zenu. So ninyi ambao mnaishi maisha ovyo, afu unataka matunda ya matokeo makubwa. Mama kaya hii, baba ndegule. Let me discourage you, it will never happen. Namba 4, faida za mlima maombi. Kwenye mlima wa maombi, Mungu anakuvika uwezo wa kuimba nyimbo za kuabudu au nyimbo za sifa. Na ndio maana nikimuona mtu anakuambia ni muombaji, ni muimbaji na sio muombaji. Yule sio muimbaji, yule ni song artist. There is a difference between a song artist and a worshipper. We have got very few worshipers, but we have got a lot of song artists. Song artist manake ni msanii. Anajua jinsi ya kutengeneza sauti, anajua pa kushusha, anajua pa kuweka pitch, anajua kwenda na key. Hiyo ni sanaa, ni art. Na ndio watu tunaona hata leo wakiita wasanii. Hata mnaona kwenye nchi yetu wasanii waje na wenyewe wanaenda. Na nawashukuru kwa kwenda kwa sababu wanaturahisishia kujua ni wasanii. Kwa hiyo wanaangalia wanaita wasanii, wanaenda wasanii wa filamu, wanaenda wasanii wa nini, wanaenda wasanii wa nyimbo za dunia, na wenyewe wanaenda kama pate wasanii wapewe na wenyewe bahasha kudhibitisha ni wasanii. Kwa sababu hata mtu ambaye hajaokoka anaweza akauchukua wimbo wa injili akautengeneza vizuri. Mmeona wanavyofanya? Wanaita nini? Cover. Anza kufanyia cover. Si usanii. Sunaiga alipanda ndapanda. Si usanii. But me, I'm not talking about artists. I'm talking about worshippers. So kwenye mountain kinachokuwa provided ni spirit of worship. Isaya 55:12 angalia. Maana mtatoka kwa furaha, mtaongozwa kwa amani. Mbele yenu milima na vilima vitatoa nyimbo. Na miti yote kondeni itapiga makofi. Imagine, inasema mtu wa mlimani anapokuwa anaenda mlimani. Vilima vinamzunguka kwa nyimbo. Alafu miti iliyozunguka mlimani inapiga makofi. Kwa hiyo mtu huyu anafundishwa worship na God himself.
So tunaposema our worshiper in church, lazima watu tunaona kwenye mountain. When we call for prayer, our worshipers asilimia 99 wapo. Kwa sababu how do you worship bila kuogopa the name of the Lord? Without fearing the name of Jesus who died, who shed his blood on the cross. You come and you stand in front of people without prayer. How bold you are. Ni usanii, kwa sababu wanatumia usanii. That's why there is no fear of God. Kwa sababu msanii hana shida. Wewe mchukue hata nani hapo mnajua usanii wa dunia, mweke hapa mwambie aimbe wimbo hata kuliko jana. Kwa nini alimba wimbo unafikiri mtu arohoni? Ni msanii, ni artist. So vinasema mtu anapotembea mlimani, vilima vinampa nyimbo. So kwa lugha nyingine waimbaji unaweza kuwa unapata nyimbo kirahisi. Yaani wiki nzima hakuna siku umefunga alafu unakuja kuimba. Kweli? Okay, au kufunga hakuna siku umeomba masaa moja unakuja kutuimbia. Kweli? Angalia mwanzo kumwambia wewe ni msanii au mwabudu. Na sio tu artist, tuna entertainers. My God is good. Everything in double. Mimi sina sauti ya kuimba most of the time, lakini nikiamua kuabudu hapo watu wanaanza kulala chini kuliko mtu wa huko. Rudia andiko Isaya 55:12. Maana mtatoka kwa furaha, mtaongozwa kwa amani. Mbele yenu milima na vilima vitatoa nyimbo, na miti yote ya kondeni itapiga makofi. Miti unajua tafsiri yake? Miti inawakilisha watu. So ile song, ile worship inatoka kwenye vilima ndio itafanya watu wafanye. Waseme neno kupiga makofi, so ile pigile makofi maana yake wow. This is powerful. Ndio itafanya watu nyunyumi wao waseme wow. Kwa mtu anayetoka wapi? Kwenye mountain. Namba 5, uimara, yani stability. Prayer mountain inakuzalia behavior ya kuwa imara. Ndio maana watu wengi kinaambia tunaombe relax. Me, I can't panic the way you panic. Watu wengi mnaishi maisha ya kupanic mno. Mko so delicate kwa sababu hamna behavior ya prayer mountain. Kitabu kile cha Zaburi 11 mstari wa 1. Bwana ndiye niliyemkimbilia. Mbona mnaniambia nafsi yangu, kimbia kama ndege mlimani kwenu? Now, NIV, no, nipe New King James Version. In the Lord I put my trust. Wapi unaweka tumaini lako? Kwa Bwana. How can you say to my soul, flee as bird to your mountain? Kwamba mimi niko kwa Bwana, ambao mnajua Bwana kwenye mountain. Mnawezaje kuniambia niondoke kama anavyoondoka ndege kwenye mlima? Anasema no. Mimi sio ndege ninayeondosha kwenye mlima. Anataka kutengeneza pale. Mimi niko imara juu ya nini? Ya mlima. Ndio maana maandiko yanasema nyumba ya Bwana itafanywa imara juu ya vilima, ambao nyumba ni wewe. Sisi sio ndege. Unaweza kumuondoa juu ya vilima. Mwombe mweza kwenye kilima hiki siondoki kama ndege. Kwa sababu nimeweka tumaini langu kwa Bwana. Na katika mlima huu nitadumu. Sema kwa nguvu amen. Inaofuata namba 6. Kwenye mlima ndo kuna utumishi. Huwa anasema kinachoshikilia utumishi wako ni nini? Ndio maana Mtume Paulo alifika eneo akasema kuhubiri kwangu hakukua kwa hekima na ufasaha ili kushawishi akili za watu. Unapoanza kutegemea knowledge, Bible knowledge, unapoanza kufanya utumishi kwa experience, no, mtumishi mwenye nguvu anafanya utumishi kwa kutegemea a mountain. Let me give a scripture utaona. Anga kitabu kile cha Ezekiel 20:40. Kwa maana katika mlima wangu mtakatifu, muona neno mlima? Kwa maana katika mlima wangu mtakatifu, katika mlima mrefu sana wa Israeli. Huu mlima pia lazima mrefu. Asema Bwana Mungu, ndiko watakako nitumikia nyumba yote Israeli. Wote pia katika nchi ile, nami nitatakabali huko, na huko nitataka matoleo yenu na malimbuko na dhabihu zenu pamoja na vitu vyote vitakatifu vyote. Anasema watu wanaofanya utumishi wanatakiwa kuwa kwenye on top of higher mountain. Wewe unapofanya utumishi, mlima wako umeenda viwango vya juu vya mlima. So utabaki tu kama msanii na wewe. Najua Biblia, najua andiko hili, unachukua andiko hili unachanganya na hili, alafu unawaambia watu piga makofi. Lakini maisha ya watu hayaoni ule uwepo wa Mungu, hayaoni ile presence. Anasema watumishi wangu hawatanitumikia kawaida, ila waende. Mungu akawapa location ambao kwa kipindi kile ilikuwa ni physical, now ni spiritual. Anasema this is the location I want my people to go. Go and dwell on top of higher mountain. And there you will serve me. So if I want to serve God, I must go higher. That's why I pray again. Usisahau, my house shall be called the house of prayer. And the house of God is built on the mountain. That's why we get a word, prayer mountain. So Biblia inasema the more unaenda higher,
Mungu anakuambia now you are able to save my people. Unakujaje kutumika and you are not from the mountain. You don't dwell on the mountain. It's very dangerous. Lakini sio hivyo tutakuwa na matunda kidogo kwa sababu Mungu anaishi mlimani. Umeona katika masomo ya kwanza. Na mlima umewekwa ndani mwako. Na tunauendea mlima kwa njia ya maombi. So kwenda kwenye maombi haisitaje kusema Mungu naomba unipe nguvu za kutumika. Mungu naomba unisaidie. We don't pray even for miracles. Unatakiwa kwenda kujihudhurisha. Unapokuja chini tafsiri yake ni haya yote nayotaja ikiwemo kumtumikia Mungu. So when I'm from the mountain, not just a mountain, a higher mountain, nina ile furaha yangu kwamba I'm going to serve God, automatically I know nikiongea itakuwa. Nyosha mkono sema Mungu, asante kwa kunifundisha. Ninapokutumikia kwa jina lako, napaswa kuwa nimezoea kukaa kwenye mlima. Napaswa kuwa ninatokea kwenye mlima wako mtakatifu. Na namba 7, kuishi maisha furaha. Isaya 56:7. Nitawaleta hao nao katika mlima wangu mtakatifu na kuwafurahisha. Listen, naomba kufanyia kazi. Nakupa homework. Nakupa nini? Nakupa homework. Ukiona huna amani, umekuwa depressed, ukiona umekuwa na stress, chukua stress zako zote nenda kwenye prayer. Na usimwambie Mungu naomba uniondoe stress. We don't do that. Nafikiri mmeelekea kwenye darasa uende kumwambia Mungu fanya hiki. Wewe sio director wa Mungu. Wewe jihudhurishe mbele zake. Kama una cha kusema fanya nini? Muabudu. Alafu angalia ndani ya dakika 10 hutaisikia stress. Kwa sababu mlima wa maombi hauruhusu stress. Weka andiko kila mtu asome hapo mwanzoni. 1 2 3 nitawaleta. Ishia tu hapo na kuwafurahisha katika nyumba yangu ya sala. Swali, nyumba iko wapi? Unakumbuka Ibrania? Anasema Yesu Kristo ni mwana juu ya nyumba ya Mungu na nyumba ya Mungu ni sisi hapa. Kwa hiyo ndo nyumba ya Mungu. Kwa hiyo Biblia inasema nitawafurahisha katika hiyo nyumba, maana yake wewe. Lakini kwa njia gani? Biblia inasema nyumba ya nini? Ya sala. So kuna furaha inayopatikana kwenye sala. Hebu nyosha mkono, sema Mungu atanifurahisha kupitia nyumba yake ambayo ni mwili wangu mimi, lakini katika sala. Sema maneno hayo. Mungu atanifurahisha kupitia nyumba yake ambayo ni mwili wangu katika njia ya sala. Swali, hii furaha inatoka wapi? Kwa boyfriend? Na hizi furaha unazotafuta kwa boyfriend hazikai. Furaha girlfriend. Subiri uone message ndio utaniambia. Si hujaona message? Subiri. Ndio maana wakasema amani yangu nawapa. Sio kama ulimwengu utoavyo. Utakuwa na maisha kuwa depressed. Okay, umemwacha huyu. Utakuwa na mwingine. Subiri na hiyo utaona. Najua hujaona lakini nimekutabiria. Subiri. Ni kwamba hujafukunywa tu. Mama fukunyu, nenda ufunywe. Utaona? Biblia inasema tafuteni nanyi mtaona. Unachokitafuta? Eti furaha yako imebezi kwenye kazi. Subiri kazi ishe. Usibezi furaha kwenye mapenzi. Furaha yako isibezi kwenye mali. Furaha yako isibezi kwa watu wanavyokusifia. Si kwa kugeuka. So nakufundisha mahali pa kupata furaha ya kweli. Anasema katika mlima wangu mimi nitafurahisha kupitia nini? Sala. So napokuwa naomba, I'm creating my joy. I'm creating my happiness. So leo ninawajibu watu wengi why mtu anaomba haya yote na mengine mengi. Prayer is not begging. God give me this. No. Prayer ni activate your mountain ili haya mambo yote yafanyaje? Ya flow. Hakuna mtu mwenye stress ambaye anaomba. Atakuwa either anaomba ila kama maandiko yasemavyo muomba vibaya au maandiko yasemavyo amjui kuomba ipasavyo. Muombaji ana raha zote. Muombaji ukimpigia hata simu ya deni anapokea haraka. Hello, unakumbuka nilikwambia pesa yako sina? Yes, sijapata. No stress, so una change number. Una change number, siku hizi mtu anaunda account fake, anakutext. Anasema nimeona product. Unaanza kumjibu, "Wow, yes, uko wapi?" "Niko hapa Kijitonyama." Unaanza kuniuza product, anakuja alafu ndio mdeni. Unamkimbia mdeni. Create peace. Rudisha andiko, nalipenda sana andiko. Nitawaleta hao katika mlima wangu mtakatifu. Mungu anachotaka ni awalete watu kwenye mlima tu.
Ambao Agano Jipya usiniulize unajua mlima uko wapi. Biblia inasema akishawaleta anawafurahisha kupitia nini? Kupitia nini? Nauliza kupitia nini? Sala. Ambao Biblia ya Kiingereza itumia neno sala, inatumia neno prayer. Ambao tukiita kwa Kiswahili ni nini? Maombi. Mwambie mwenzako una amani. Shike mwenzako mkono. Mwambie ukiona mtu ananuna kama wewe, maombi zero. Unaona watu wana mudi na hakuna mtu mgumu kuishi naye kama Mudi. Maana unajua anabadilika saa ngapi? Mara amenuna, haongei, anakaa siku 3, kitumbua kabisa kama kile unavyokijua. Prayer zero. Mwambie mwenzako sasa nimejua, mshike mkono. Muangalie kwa nguvu. Siku kinuna kama Bumunda, najua no prayer. Mtu wa maombi mengi ana raha. Utasikia hata nyimbo anazoimba za matumaini. Watu wasio na maombi nyimbo zao ni mbaya. Tuonane paradisa. Lakini watu wa maombi wanasikia ni Bwana wa vita. Bwana Yesu ni Bwana wa vita. Kila wakati wanaonaga ushindi wao. Ni Bwana huyo Yesu. Bwana Yesu ni Bwana wa vita. Bwana Yesu Bwana wa vita. Ni Bwana wa vita. You see? Hado hizo ndo nyimbo zake. Namba 8. Faida zipatikanazo katika mlima maombi. Moja wapo faida unayoipata pale ni mafunuo, yani revelations au visions. Mafunuo, visions au revelations. Ile vision maana yake maono. Kwa hiyo kwa Kiswahili maana yake maono au mafunuo. Ile mafunuo ni nini? Revelation. So, ndio maana mtu anapokuja anasema nimeona na aendagi mlimani. Huyu anatumia roho ya uaguzi. I'm telling you. Wewe chunguza maisha yake, huyu anaomba, hujaona akifunga, anakuambia tu Mungu anaongea na mimi tu. Huyu ni mwaguzi, ni roho ya bibi yake inaongea ndani mwake au babu yake, inatumia dini. Tuna waaguzi wengi. Na Biblia inasema zipimeni kila roho, sio kwa kila roho imetoka kwa Kristo. Na ndio maana katika siku mwisho Mungu atasema tokeni kwangu siwajui ninyi. Watu wanasema Biblia inasema tulitoa pepo kwa jina lako. Tulifanya hivyo kwa jina lako. Anasema no, mlikuwa mmejifunika tu cha kivuli, but there is no any way unapata mafunuo bila kwenda mountain. Kwa kigezo ni kipawa tu. Unafikiri kinapatikana VETA? So kuna watu wana roho za mizimu. Wanaagua wakifikia wanatabiri. Wanakupa maono ni yote hiki na hiki, lakini mizimu inampa. Yasema mafunuo halisi ya Mungu yanatoka kwenye mountain. Mbona mmenyamaza? Ni roho gani unatumia? Wafalme wa pili 6:17. Elisha akaomba akasema, Bwana nakusihi mfumbue macho yake apate kuona. Bwana akamfumbua macho yake mtumishi, naye akaona. Natazama kile kilima. Kinini? Na tazama akaona wapi? Kwenye kilima. Kile kilima kikiwa kimejaa farasi na magari ya moto yaliyomzunguka Elisha pande zote. Tunachotaka kujifunza hapa, tutaongea juu ya magari whatever. Tunataka kujifunza hapa, Elisha alifanya maombi wapi? Macho ya nani akafunguka? So Elisha Biblia inasema Gehazi akamwona Elisha anaishi mlimani. Mara ya kwanza maandiko yanasema Elisha aliona maadui wamezunguka mji. Hamna mahali ambapo Biblia inasema Elisha, sorry. Maandiko yanasema mara ya kwanza Gehazi aliona majeshi ya maadui yamezunguka mji. Hakuna mahali yanayosema Gehazi aliona mlima. Gehazi Biblia inasema aliamka asubuhi na mapema. Mnaijua story wengi? Alipoamka asubuhi na mapema Biblia inasema akaangalia nje akasema ole wetu kwa sababu mji umejaa vifaa vya kijeshi vya maadui. Mji, usisahau neno mji. Lakini Biblia inasema katika kitabu kile cha Mathayo, sisi ni mji ulio juu ya mlima. So alichokiona aliona mji lakini hakuona mlima. Akamfuata Elisha. Elisha akamwambia, tumekwisha. Akamwambia Elisha, tumekwisha. Elisha akamwambia, let me make a prayer. Akafanya prayer. Akamwona Elisha yuko juu ya mlima. So manake nini? Manake prayer aliyofanya Elisha alikuwa kwenye nini? Kwenye mountain. Na alipofanya prayer maandiko yanasema Gehazi macho yake akafanyaje? Yakafunguka akaona. So ile revelation ilitokea wapi? On the mountain. So mtu wa prayer mountain anaona tofauti na wengine. Kwa mantiki nyingine Elisha alikuwa ameona vitu ambavyo Gehazi hajaona. Maandiko yanasema ndipo akamwambia walio kwetu ni wengi kuliko walio upande wao. Kamfungua macho yake akaona. Unataka kuona mambo mengi ambayo wengine hawayaoni? Piga kile prayer mountain. Unataka kuona mambo makubwa ambayo wengine hawawezi kuyaona?
Niite nami nitakuitikia. Nami nitakuonyesha mambo makubwa usiyoweza kuyaona. Neno niite maana yake pray. Ask of me. So unapoomba moja hapa kitu unachopewa kwenye prayer mountain ni macho yako kuona makubwa watu wasioweza kuyaona. Makubwa usiyoyajua. Makubwa hujawahi kuexperience. May you receive whatever you have never received. Because of your eyes to be open on the prayer mountain. May your eyes open. For the reason of opening of your eye. For the reason of opening of your eyes. May you see great things. May you see great things. May you see great things. Somebody shout and say that. Why? For the reason of prayer mountain. Sio sababu nyingine. So usiku kwenye prayer mountain Mungu anasema njoo kwangu niite. Nikishaitika kuna vitu nitakuonyesha. So lengo la kuomba sometimes ni Mungu open my eyes. So aya unakujaje na ujasiri kusema nimeona. Umetoka wapi? Ulikuwa wapi wakati tumeona? So ni only Elijah aliye kwenye mountain anza kusema God open their eyes. Maana akiwaone ambacho nachoona mimi. Maana yuko Elisha anaona tofauti. Unataka kuona tofauti ndio swali langu. Unataka kuwa na vision, unataka kuwa maono tofauti na wengine. On the mountain. Utaona tofauti, utakuwa unaona mambo tofauti. Watu watakuwa wanaona hivi, unaona no. Utakuwa unaambia watu relax ni hivi. Mimi naona hiki. Biashara itakuwa mimi naona biashara hii itakuwa hivi. Haya mahusiano naomba mimi nayaona hivi. You see differently. Inua mkono tuombe kwa nguvu juu hili. Sema katika jina la Yesu. Baba nimejihudhurisha kwenye mlima wako. Kama alivyokuwa Elisha. Alizungukwa na milima pande zote. Baba katika mlima huu najizingira kwa maono. Kila napoingia kwenye mlima wako fungua macho yangu. Fungua macho yangu. Maana umesema niite nami nitakuitikia. Nitakuonyesha mambo makubwa magumu usiyojua. Nami nimekuitikia katika mlima huu. Nionyeshe makubwa. Piga kelele amen. Now, namba ngapi? Namba 9. Namba 9 inaambatana na hiyo. Unajua namba 9 inasemaje? Inataka kufanana na hiyo ya namba 8. Kusikia sauti ya Mungu. Kusikia sauti ya Mungu. Kwa watu ambao wengi wana ule uwezo wa kudiscern, uwezo wa kusikia, uwezo wa kudiscern, or ability to hear, iko kwenye nini? Prayer mountain. Ni package. Kwa unaweza kukaa hapo kusikia kitu. Unaweza kuambia watu simama, let's pray about this. Sio kwamba unajaribu kutengeneza. Umesikia. Hapa nyumbani nasikia hivi. Kuna kitu kwenye Biblia watu hawamuelewi. Sauli alitumwa. Wangapi wanasikiliza? We are going so deep now. Sauli alitumwa na Mungu kupitia nabii nani? Samuel. Akaambia nenda katika mji fulani. Uua watu wote. Mkubwa na aliye mdogo. Na mifugo yote kwa sababu eneo hilo limemchukiza Bwana. Na Bwana anaona kila kitokacho pale nini? Ni unajisi. Kwa nenda uua. Sauli akaenda. Maandiko yanasema alipoona ng'ombe wanono akawachukua akaficha na mifugo mingine. Maandiko yanasema akamkamata yule mfalme, akumuua ila akamfunga, akamwacha hai. Akamweka sehemu, alafu akarudi, akakutana na Samuel. Nataka niwafundishe kitu ambacho itakuwa ngumu kukipata. Ila kwa watu ambao mshakuwa karibu na mimi mtajua ninachomaanisha. Now, akamfuata nani? Nabii Samuel. Akamwambia, "Uishi milele Nabii Samuel. Nimeifanya kazi ya Mungu aliyoniagiza." Kumbuka alimfuata Samuel. Angalia Biblia inavyokuwa inaenda na mtiririko. Neno kumfuata Samuel maana yake ile mifugo aliacha sehemu nyingine, akaficha kwa lugha nyingine. Afa akamfuata Samuel. Kumwambia, "Nimefanya kila kitu ulichoniagiza." Samuel akamwambia, "Ndivyo ulivyofanya ambavyo Bwana ameagiza?" Akamwambia, "Nimefanya kila kitu kama Bwana alivyosema." Unajua Samuel alimwambiaje? "Mbona nasikia sauti za mifugo masikioni mwangu?" Na wakati mifugo ilikuwa pale. Ndio mtu mimi nawashikaga waongo, wanakuja kuongea na mimi. Unaongea na kusikiliza. Unachokiongea kuna sikio la kibinadamu na kuna sikio la Mungu. Kwa hiyo kama ni uongo, sikio la kibinadamu linaniambia ni ukweli. Lakini kama ni uongo, sikio la Mungu linaniambia anakudanganya. So maandiko yanasema kwa uongo mmoja ufalme wa Sauli ulishia pale pale. So mtu wa mountain ni mtu ambaye usicheze naye. Anasikia. Oh yes. Mara ngapi umeona nikitabiri kanisani mtu anataja kitu naambia no, sio hicho, niki. Kwa nini? Kwa sababu anachokuwa anachikiongea lazima kije kipatane na vikikataa hapana. Inatoka information nyingine. No. Sasa mngekuwa kwenye madarasa kinabii ningewafundisha. Kitu cha kwanza mtu anaposema kinakataa amani. Na nikikosa amani ndio anachoniambia namuuliza Mungu, what is this?
Mungu ananiambia sio kwamba amefukuzwa kazi kwa sababu wanamuonea wivu. Huyu mtu hajaenda kazini mara nyingi. Alafu na kuacha unaeleza unasahau. Bali nakuuliza, kuna kipindi ukwenda kazini? Muda gani? Kuna kipindi nilikuwa sijisikii vizuri, sikuenda miezi miwili. Oh, let me pray for you. Kwa hata kesho akija mtu kuniuliza mtu wa kufanya kazi, siwezi kulikomende jina lako sababu wewe unakaaje miezi miwili uende kazini. Tana sana umekuja kujidhalilisha kwangu. Nasema nina kashirika kavivu. So watu wa mountain wana ability kufanya. Petro wa pili 1:18. Na sauti hiyo sisi tulisikia ikitoka mbinguni tulipokuwa pamoja naye katika mlima ule mtakatifu. So mtu anapokuwa kwenye mlima mtakatifu anaisikia sauti yake. Don't joke na mtu aliye mlimani. Wewe unaongea, sauti ya kwanza anaisikia sio yako. Oh yes. Yaani unaongea hivi, okay. Prayer Mountain iko hivi, niangalizeni ndugu zangu. Nyinyi mjui maana Prayer Mountain, na mjui kwa nini sisi tumekazana kukaa huko. Nikikuuliza swali au kama tunaongea hivi, sauti yako unayoongea zinakutana mbili. Ya kwako na moja naye niambia ni kweli au si kweli. Zinakutana hapo. Yako na nyingine. Na hii nyingine inaweza kurudi mara pia kuniambia sio kweli kwa sababu hii. Au sio kweli muulize hivi. So most of my questions huwa ni mtego. Natumia question as part of communication lakini ni mtego, nijue labda atajirekebisha huko mbele ataniambia nini. Na wengine ni wajanja, ukimuuliza anajua ana change haraka. Hiyo ni kweli. Ila anaongeza na uongo mwingine, nilikuwa nimejisahau. Rudisha andiko. Tusome wote. 1 2 3. Walikuwa wapi? Walikuwa wapi? Wanafunzi wengine walikuwa wapi? Waliobaki walikuwa wapi? Chini. So neno mlima pale usichukulie physical, chukulia spiritual, kwamba mimi ninapokaa kwenye mlima, lakini kumbuka kinacho activate mlima nishakwambia ni sala, prayer. Biblia inasema nitasikia sauti inatoka juu mbinguni nikiwa pamoja naye. Nani? Naye nani? Yesu. Ambaye Yesu ni nani? Ni Bwana wa nyumba. Na hii nyumba iko wapi? Juu ya mlima. Tunaiendeaje? Kwa njia ya sala. Sasa tukiwa naye. Petro hapa anazungumza ile Mathayo sura ngapi? 17 ile. Asema tukiwa naye tulisikia sauti kwa mlimani. Kilichotupa sisi opportunity ya kusikia ni kwa sababu tulikuwa naye mlimani. Nacho kizungumza hapa. Kitakachokupa opportunity ya kusikia ni mtu kama una kawaida Prayer Mountain. Listen, watu wanaoenda Prayer Mountain wanasikia sana sauti rohoni. They can be walking like this. Wanaweza kuwa wanatembea like this. Akaambia usipite pale. Au huyo mtu anayekuja huyo, sema in the name of Jesus afu ndo msalimie. Unasikia rohoni mwako Jesus name afu unamwambia habari. Tangu nampa mkono anakosa amani kwa sababu unakuta ni mshirikina au jini. But wewe unakumbatia ovyo, unakisi ovyo. Endelea kuvuta mdomo kama koboko. Kwa siku utavuta ataukata jini kabura. Wewe endelea kuwapa watu mdomo. Kila mtu. Aya. Siku moja unakutana naye kwa sababu majini yanafanana na wanadamu. Anakuchukua kumbe ni vampire. Ngea. You must hear a voice come, no, avoid this. There's danger here. Lazima usikie sauti, toka hapa. Kwa watu wa mountain wanakuwa hivyo. Ndio maana watu wa mountain anaweza kuwepo sema kwambia let's go. Kapata sauti toka. Ndio maana mtume pale alikuwa anambia toka hapa nenda Makedonia. Toka hapa nenda wapi? Mtu anasikia sauti ya Mungu atamwambia usile hiki. Wewe sasa. Hii chapati, kila kitu. Umeka mawese. Inapendaga. Kila kitu. Kila nyumba futari. Kwa hiyo Roho wako Mtakatifu akuelekeza kitu. So sauti, Biblia inasema tulisikia wapi? Rudisha andiko. Why Yesu aliyapeleka on the mountain? Japo ilikuwa ni physical kwa representation ya Old Testament, lakini alikuwa anatabiri pia our spiritual mountain. Na una sauti hiyo kwa nguvu. 1 2 3. Sauti hiyo sisi tulisikia kutoka mbinguni tulipokuwa pamoja naye katika mlima ule mtakatifu. Kwa hiyo lazima uwe na Christ on his mountain. There is a mountain within you. And you are a house of God. And Jesus is Lord over this house. So Yesu akiwepo ndo maana akasema nitachukua katika aliyo ya Baba nami nitamwambia Roho Mtakatifu na atawapasheni yeye. So lazima iende hivyo. So unapokuwa kwenye mountain, kwenye sala, iwe ni worship, iwe ni prayer, unapokuwa kwenye sala, maana yake kuna kitu kinatoka kule. Sauti inatoka kule, inakuja na kwambia hivi. Ndio maana watu wenye kwenye mountain wana vision nyingi, wana maono mengi, lakini sio ya tu, wana sauti nyingi. Na maelewa mpaka hapo. Nyosha mkono sema Baba, kila chanzo cha sauti ambacho kitokani na wewe
ambacho kitokana na mlima wako sitaki uwe ndani ya maisha yangu. Lakini kuanzia sasa nahitaji sauti itokayo mlimani, kama wanafunzi walivyosema. Sisi tulikuwa pamoja naye katika ule mlima tulipoisikia sauti ikitoka mbinguni. Sema amen. Namba 10, manufaa au faida tupatazo mlima wa maombi ni kupata uwezo wa kufanya vita. Isaya 13:4. So Mungu unapokuwa una ile mazoea ya prayer mountain, unakuwa unakusanya nguvu ya vita bila kujua. Kelele mlimani kama kelele za watu wengi sana. Wow. Biblia inasema watu wengi sana. Kama kelele mlimani kama kelele za watu wengi sana. Kelele za falume za mataifa waliokutana pamoja. Bwana wa majeshi anapanga jeshi kwa vita. Now listen. So maandiko yanasema kuna kelele inatokea mlimani. Maya. Ndugu zangu, nataka niwaambie kitu. Kesho nitakuwa nafundisha somo linaloitwa mwombaji ni mtu hatari. Somo langu litaitwa kesho, mwombaji ni mtu hatari. Ngoja niwaambie, mtu aliye kwenye prayer mountain usichokoze mtu, kwa sababu anapokuwa kwenye prayer mountain kuna kelele inaanza kukusanya watu. Na nitakwambia inakusanya watu gani. Inapoanza kukusanya watu, Biblia inasema inatengenezwa jeshi kubwa la vita. Listen, ndio maana shetani anafanya mpango mkubwa wa waombaji wachache. Kwa sababu waombaji wakikutana wengi, Biblia inasema ni kama taifa zima. Rudisha andiko, let me show you. Kelele mlimani kama kelele za watu wengi sana. Kelele za falume na mataifa waliokutana pamoja. Waliokutana pamoja. Bwana wa majeshi anapanga jeshi kwa vita. Kwa Mungu, neno jeshi manake ni wengi. Kwa hiyo the more unaomba, huyu anaomba. Ulishawahi kuwaza familia yako nzima wote wanaomba? Umenyamaza. Uliwahi kuwaza familia nzima wote wanaomba? Okay, tufanye mko watoto 5 lakini 4 wanaomba. Uliwahi kuwaza kanisa lina watu 1700 wanaomba? Numa shetani anajaribu kuambia watu uombaji ni watu duni. No. Mungu anataka jeshi. God is raising an army on the mountain. Yasema kelele yao itasikia kama kelele ya vita. Na Bwana kupitia wao atafanya vita. Huwezi kuwapindua waombaji. Wakikutana hapo, anaongea na nani hapa? Huwezi kupindua waombaji. Wanakutana ulimwengu wa roho. Wao kelele zao ni kama mataifa na falme za vita. Kuna silaha wanazo. Kuna mizinga wanayo. Kuna mabomu wanayo. Kuna radi wanatengeneza. Kuna mishale wanatengeneza. Piga kelele taifa la waombaji mlimani. Sema tena. Kwa nguvu zaidi, taifa la waombaji wapi? Mlimani. Kwa ninapotengeneza, inawezekana mkaonekana mko hivi leo. Mnawezekana mtu akaona hao wachache walioko hapa, hao walioko upande huu. Napotengeneza kundi hili, wote mkiomba humo. Yule pale akaomba, huyu akaomba, yule akaomba, huyu akaomba. Tunatengeneza falume. Tunatengeneza taifa la jeshi. Tukiamua kuvamia jambo, oh my God, tukiamua kushupalia jambo, liwe ni katika taifa, liwe ni katika kanisa, liwe ni familia fulani, wote tukivamia hapa, tukampeleka mtu mbele za Mungu, tukamwasilisha mtu mbele za Mungu, tukasema mtu anapitia hali hii, Mungu anasikia sauti kama za jeshi, kama mataifa ya vita, yenye mizinga ya vita, yenye magurudumu na farasi. Somebody shout fire. Hii ndio sababu mimi kuwa mwombaji sitaki kuwa peke yangu. Haya makatoko prakia tos. Sitaki kuwa peke yangu. Nahitaji na wewe. Na kuhitaji na wewe. Naona niangalia kwa njia TV. Na kuhitaji uombe. Naona niangalia kwa njia mitandao. Nataka nawe uombe. Tutengeneze falume ya vita. Taifa la vita. Biblia inasema ni jeshi lake Bwana. Tufanye vita. Somebody shout fire. Rudisha andiko. Tusome kwa nguvu. Kelele. 1, 2, 3. Kelele ziko wapi? Angalia mstari unaofuata. Watu waliotoka katika nchi iliyo mbali, tokea upande wa mwisho wa mbingu. Naam, Bwana na silaha za ghadhabu yake ili angamize nchi yote.
Anasema watu ni kama aliowatoa mbali. Angalia wao unatoka huku, anatoka huku, anatoka huku, anatoka, anataka kupitia wao anatengeneza silaha. Mstari wa 6. Pigeni kelele za hofu, maana siku ya Bwana ikaribu. Itanyesha kama maangamizi yatokayo kwa Mwenyezi Mungu. Mungu anasema hili jeshi analoliandaa italeta maangamizi. Kesho somo letu linahusu mwombaji ni mtu hatari sana. Mungu akubariki. Usikose sehemu hiyo na somo hilo muhimu. Mwombaji ni mtu hatari sana. Pigia Yesu makofi kwa ibada ya leo. Inua mikono juu, inua mikono juu, inua mikono juu, mpigie makofi, piga vizuri, piga vizuri.